Mungu wangu ni wa kweli na yupo hai. Mungu wangu ni wa kweli na yupo hai. Mungu wangu ni wa kweli na yupo hai. Ahadi zake ni za kweli, ndio maana tunamuita Mungu wa kweli, lakini pia anaishi milele. Anaishi milele huyu Mungu tunayemwabudu. Kwa hiyo Mungu amekusudia tuweze kujifunza jambo siku ya leo katika jambo hili. Na ni sentensi ambayo inakuonyesha fahari yako kwa maisha yako. Kwamba maisha yangu ninachojivunia kwamba Mungu wangu ni wa kweli na yupo hai. Hiyo ni moja kati ya kitu ambacho unaweza ukajisikia fahari nacho. Kwamba Mungu wako na Mungu wetu ni wa kweli na yupo hai. Tutapokwenda kuangalia jambo hili, ni moja kati ya misingi 16 ya kanisa la TAG. Tunaamini katika Mungu wa kweli aliye hai. Katika misingi 16, moja kati ya msingi, tunaamini Biblia ni neno la Mungu, tunaamini Mungu wa kweli aliye hai. Kwa hiyo sasa huyo Mungu tunayemwamini ni Mungu wangu, ni Mungu wako. Kwa jinsi hiyo, weka moyo wako kuweza kuelewa ni kwa jinsi gani Mungu wangu ni wa kweli na yupo hai. Unaweza ukawa unaimba kama sentensi, lakini haujui ni kwa jinsi gani yeye alivyo hai. Ninapokwenda kumsema, atajithibitisha jinsi alivyo hai na jinsi alivyo wa kweli. Kwa kuangalia maandiko, tutaona jinsi gani Mungu wetu ni Mungu aliye hai, ni Mungu aliye wa kweli. Tutaangalia kwa habari ya Samueli wa kwanza sura ya 5 mstari wa kwanza hadi wa 12. Samueli wa kwanza sura ya 5 mstari wa kwanza hadi wa 12. Nitapata msomaji hapo, na tutaangalia kwa habari ya sanduku la agano huko Ashdodi. Ashdodi ni mji wa Wafilisti. Ni mji kati ya miji ya Wafilisti, ambayo kulikuwa na miji ya Ashdodi, lakini pia kuna mji wa Gaza, kuna mji wa Gath, maeneo ambapo walikuwa wanaishi Waanaki au wenyeji wale wa mji ule wa Kanani. Walikuwa wanaishi huko pia na Wafilisti. Kwa hiyo tutaona sanduku la agano linakwenda kwa wapagani, watu ambao hawamwabudu Mungu wa kweli, katika miji hiyo niliyosema, Ashdodi, Gaza na Gath. Ni maeneo ya Wafilisti ambayo yalikuwa yanakaliwa pia na wenyeji wa Kanani, wanaitwa Waanaki, au jina lingine wanaitwa Majitu. Wakati Joshua anaingia na anafanya vita kuchukua miji ile katika nchi ya ahadi, basi Majitu yalikimbilia maeneo tofauti tofauti katika miji hii ya Wafilisti. Na ndio maana unaweza ukaona inakuja kufika mpaka wakati wa Daudi watu hawa bado wapo. Kwa nini? Kwa sababu walikimbilia kwenye miji fulani ya Wafilisti. Kwa hiyo tutaangalia sanduku la agano linakwenda au linatekwa huko Ekron, Ashdod, linachukuliwa, lakini pia litarudishwa tena Israeli baada ya miezi 7. Baada ya miezi 7 linarudishwa huko Israeli baada ya kuchukuliwa. Kwa hiyo tunaona miji ile ambayo ilikuwa inakaliwa na Wafilisti, kuna miji 5. Nimekuambia kuna Ashdodi, kuna Gaza, kuna Gath, lakini kuna Ekron na Ashkelon. Ekron na Ashkelon ni miji ambayo walikuwa wanakaa Wafilisti. Ukisoma hata Samueli wa kwanza sura ile ya 6, Samueli wa kwanza sura ya 6 mstari wa 16 hadi wa 18, utaona mambo haya ambayo ninayazungumza. Kwa hiyo sanduku la agano linakwenda huko, lakini litarudi. Kwa hiyo tutakapoangalia habari hii,
tutaona ni kwa namna gani sanduku la agano, kitu ambacho wanajisikia fahari wana wa Israeli, kinakwenda kuchukuliwa na wapagani. Kinapochukuliwa ndipo tunapata somo linalotuweza kutupa nguvu siku ya leo kusema Mungu wangu ni wa kweli na yupo hai. Hata akichukuliwa bado yupo hai. Hata akichukuliwa bado anaishi. Naomba nipate msomaji atakayesoma Samueli hiyo ya kwanza sura ya 5 mstari wa kwanza hadi wa 12. Karibu msomaji. Nasoma Samueli wa kwanza sura ya 5 mstari wa kwanza hadi wa 12. Basi Wafilisti walikuwa wamelichukua sanduku la Mungu, wakaenda nalo kutoka Ebenezeri hata Ashdodi. Wafilisti wakalichukua sanduku la Mungu, wakalitia katika nyumba ya Dagoni, wakaliweka karibu na Dagoni. Na watu wa Ashdodi walipoamka alfajiri siku ya pili, kumbe Dagoni imeanguka chini kifudifudi mbele ya sanduku la Bwana. Wakaitwa Dagoni, wakaitwa Dagoni, wakaisimamisha mahali pake tena. Hata alipoamka kesho yake asubuhi, kumbe Dagoni alikuwa ameanguka chini kifudifudi mbele ya sanduku la Bwana, na kichwa chake Dagoni na vitanga vya mikono yake vyote viwili vimekatika, vipo vimelala kizingitini. Dagoni akasalia kiwiliwili chake tu. Kwa hiyo makuhani wa Dagoni na mtu awaye yote aingiaye nyumbani mwa Dagoni hawakanyagi kizingiti cha nyumba ya Dagoni huko Ashdodi hata leo. Lakini mkono wa Bwana ulikuwa mzito juu ya watu wa Ashdodi, akawaharibu, akawapiga kwa majipu huko Ashdodi na mipakani mwake. Kisha hao watu wa Ashdodi walipoona ilivyokuwa, walisema, hilo sanduku la Mungu wa Israeli halitakaa kwetu, kwa maana mkono wake ni mzito juu yetu na juu ya Dagoni Mungu wetu. Basi wakatuma watu waende kuwakusanya kwao mashehe wote wa Wafilisti, wakasema, tulifanyieje sanduku la Mungu wa Israeli? Nao wakajibu, sanduku la Mungu wa Israeli na lihamishwe liende Gathi. Wakalihamisha sanduku la Mungu wa Israeli. Ikawa alipokwisha lihamisha, mkono wa Bwana ulikuwa juu ya mji huo kwa kuwafadhaisha sana, akawapiga watu wa mji wadogo kwa wakubwa, wakapatwa na majipu. Basi wakalipeleka sanduku la Mungu mpaka Ekroni. Ikawa sanduku la Mungu lilipofika Ekroni, watu wa Ekroni walifanya kelele, wakasema, wamelileta hilo sanduku la Mungu wa Israeli kwetu, hata kutuua sisi na watu wetu. Kwa hiyo wakatuma watu waende kuwakusanya mashehe wote wa Wafilisti, wakasema, liondoeni hilo sanduku la Mungu wa Israeli, liende tena mahali pake, ili lisituue sisi wala watu wetu, kwa sababu lilikuwa na fadhaa kubwa sana mjini mote. Mkono wa Mungu ulikuwa mzito mno huko, na wale waliokufa walipigwa kwa yale majipu, na kilio cha mji kikafika mbinguni. Amen. Neno la Mungu limebarikiwa. Kama unaamini hivyo sema amen. Amen. Kama unaamini hivyo sema amen. Amen. Sanduku la agano linachukuliwa, na nitakwambia kwa nini linachukuliwa. Na linachukuliwa na maadui. Na nataka nikuletee kwa habari ya Mungu mmoja, kukupa mfano ili umjue Mungu wa kweli. Kuna miungu mingi, miungu iko mingi. Na kuletea Mungu Dagoni, Mungu ambaye Wafilisti walikuwa wanamwamini na kumwabudu. Mungu ambaye Wafilisti walimfurahia na kumsherekea pale ambapo Samsoni alikamatwa. Alipokamatwa wakamsifu Mungu Dagoni, kwamba Mungu Dagoni ndiye aliyewasaidia hata Samsoni aweze kukamatwa.
lakini nataka nikwambie Samsoni alikamatwa kwa sababu ilikuwa ni kusudi la Mungu, ili Mungu aweze kuharibu na kuwaua Wafilisti, kama ambavyo alimuita Samsoni kufanya kazi ya kuua Wafilisti. Kwa hiyo wakadhani wameshinda, lakini kumbe ndio walikuwa wanaangamizwa. Mgeukie jirani yako, mwambie maadui wanapodhani wameshinda, kumbe ndio wanakwenda kuangamia. Kwa hiyo wakamsifu Dagoni kwamba ndio wamefanya mambo hayo. Dagoni alikuwa ni mmoja kati ya miungu ya Baali, ni mmoja kati ya miungu ya Baali ya Wakanani. Wakanani ni wenyeji wa eneo lile la nchi ya ahadi, aliyehusika na Wafilisti, na walikuwa wanampa jina kulingana na eneo. Akiwa yuko sehemu fulani, basi anaitwa Bahali wa eneo lile, Bahali wa eneo lile. Kwa hiyo Dagoni alikuwa ni mungu wa Wafilisti aliyekuwa na uhusiano na Bahali. Kama unanielewa sema amen. Lakini pia kuna miungu wengine ambayo wako katika Kanani na Fonike, na ilijulikana kwa jina ya Bahali au Mabahali. Kwa hiyo Dagoni alikuwa ni moja kati ya miungu wasio wa kweli ambao walikuwa na majina hayo, Bahali au Mabahali. Na katika mji huo wa Kanani na Fonike kulikuwa kuna miungu ya jinsi hiyo. Lakini pia kuna miungu ya kike iliyojulikana kama Ashtoreth. Ashtoreth ni aina ya miungu, na ukisoma Waamuzi sura ya 2 mstari wa 13 utaona Ashtoreth. Huyu ni miungu ya kike, miungu ya kike. Kwa hiyo anatajwa hapo, na alikuwa anaitwa Asherimu kwa wingi, alikuwa anaitwa Ashera. Kama unakumbuka, akavunja maashera, manake ni maeneo ya miungu. Gideoni alifanya kazi hiyo. Ukisoma Wafalme wa kwanza sura ya 15 mstari wa 13 utaona mambo hayo jinsi yalivyo kwa habari ya huyu mungu mke. Lakini Bahali ni mungu aliyekuwa wa kipagani, na alikuwa anaitwa au alikuwa anatambulika au ilikuwa inamaanishwa ni bwana. Yani ukisema Bahali maana yake ni bwana. Ukisema Bahali unamaanisha mume. Unaposema Bahali unamaanisha mkuu. Kwa jinsi hiyo, wana wa Israeli hata walipoingia katika nchi ile ya ahadi, wakajikuta wanaanza kuabudu Bahali. Kwa nini? Bahali jina lake alikuwa anaitwa bwana kwa tafsiri yake Kiebrania, au mume au mkuu. Kwa hiyo wakamfananisha na Mungu wa kweli, jina lake anaitwa Yawe. Bwana tusaidie sana, kwa sababu Yawe maana yake ni mume na bwana. Kwa hiyo wakaona mbona kama inafanania. Nataka nikwambie, shetani ana tabia ya kufananisha mambo ili uingie kupotea. Nakwambia roho ya kufananishiwa tunaikataa kwa jina la Yesu. Hatutaki kuabudu kinachofanana na Mungu, tunataka tumwabudu Mungu aliye hai. Tunataka tumwabudu Mungu wa kweli aliye hai. Kwa hiyo Bahali inafanana na Yawe kwa tafsiri yake. Kwa hiyo Waisraeli walipoingia nchi ya ahadi, wakaanza kuona kama na huyu anaitwa bwana, kama na huyu anaitwa mume, kama na huyu anaitwa mkuu, mbona ni kama vile Yawe? Yawe maana yake ni bwana, Yawe maana yake ni mume. Wakaona mbona inafananiwa, wakaanza kuabudu. Walipoharibika mioyo, nataka nikwambie, usiabudu miungu mingine ila Bwana wa mabwana, ila Jehova Nisi, Mungu aliye hai. Kwa jinsi hiyo wakaingia kumwabudu Bahali, na Bahali ni mungu ambaye alikuwa anatawala walivyokuwa wanaamini wao. Alikuwa anatawala hali ya hewa, walikuwa wanaamini hali ya hewa. Alikuwa anatawala kuwa na nguvu na kuongezeka ustawi wa ardhi
na usawi wa uzazi wa wanyama na wanadamu. Kwa hiyo alikuwa anaaminiwa katika maeneo hayo, na kwa jinsi hiyo Mungu wa mbinguni aliposhuka mwenyewe kujidhihirisha katika sanduku la agano, walipigwa katika halo yote. Kwa hiyo Mungu Dagon akaingia kwenye tabu, akaingia kwenye shida. Wafilisti walipolichukua sanduku la agano katika kuteka kwao, wakalichukua sanduku lile, kwa jinsi hiyo wakalipeleka kwa mungu wao Dagoni, kwa sababu wakaona kama Dagoni maana yake ni mume, ni bwana, ni mkuu, na huyu Mungu wa Israeli Yawe jina lake ni mume, jina lake ni bwana. Wakamfananisha, wakamchukua, wakaenda kumweka pamoja ili kwamba wawafananishe. Mungu wetu hafananishwi, Mungu wetu halinganishwi. Wakamweka siku ile ya kwanza. Walipoamka asubuhi, wakamkuta Mungu wa kweli katika sanduku la agano. Ilikuwa inawakilisha Mungu wa kweli. Yule Dagoni ameanguka kifudifudi asubuhi, akimwabudu na kumsujudia Mungu wa kweli aliye hai. Hata miungu, hata mapepo, hata majini yanajua yuko Mungu wa kweli aliye hai. Kama unaamini sema amen. Kama unaamini sema amen. Na ndio maana ninashangaa Mkristo anayekataa au mtu yeyote anayekataa kumwabudu Mungu wa kweli, maana hata miungu yao inamwabudu, inamheshimu. Mungu wetu ni Mungu aliye wa kweli na yuko hai. Siku ya kwanza asubuhi wanaamka, wanakuta kaanguka kifudifudi, kalala pale, anamheshimu. Wakamnyanyua. Mgeukie ndugu yako, mwambie Mungu wangu sio wa kunyanyuliwa. Mungu wangu sio wa kusaidiwa. Kaanguka, wakamnyanyua. Unajua shetani anapofusha watu akili. Wakamnyanyua, wakamweka papo. Wakaona labda hali ya hewa haikuwa nzuri. Sasa hali ya hewa ndani inakuaje sio nzuri? Mbona siku zote adondokage? Jiulizeni. Kwa jinsi hiyo akaona ni shida ni nini. Akamnyanyua siku ya kwanza. Siku ya pili wakamweka. Ilipoamka siku ya tatu sasa, wakamkuta yule Dagon sio tu kudondoka, amevunjika kichwa. Sema amevunjika kichwa. Lakini pia amevunjika na vitanga vya mikono. Maana yake mikono yake imevunjika. Nataka nikwambie ina maana kubwa sana. Mungu wetu, ukimbeba Mungu wa kweli, kuvunjika kichwa maana yake utawala wa shetani unavunjika kwako kwa jina la Yesu. Utawala wa shetani unavunjika kwako kwa jina la Yesu. Wewe mbeba Mungu wa kweli tu. Ukikaa karibu na mapepo, ukikaa karibu na wachawi, hawatakuweza. Mambo yao hayatafanikiwa. Utawala wa giza unapondwa mamlaka yake katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Nakwambia beba Mungu wa kweli aliye hai. Wachawi hatuogopi, washirikina hatuogopi, maana tumebeba Mungu wa kweli, anaponda utawala wao. Na ndio maana Biblia inasema utamponda kichwa uzao wa mwanamke. Yesu Kristo ametupa nguvu ya kuponda mamlaka ya adui shetani. Kama unaamini sema amen. Tumebeba Mungu wa kweli, tunaponda mamlaka yoyote yaliyowekwa, yaliyotamkwa, yaliyonuizwa kwa jina la Yesu, yanavunjika, yanatoweka, na kutangazia yale waliokufananishia nayo yanaharibika kwa jina la Yesu. Nasema yanaharibika kwa jina la Yesu. Utawala wa giza umevunjika katika nyumba yako, umevunjika katika moyo wako, umevunjika katika kanisa katika jina la Yesu. Maadamu tumembeba Mungu wa kweli, halinganishwi. Ukikaa karibu na mtu ambaye amevaa irisi, ile irisi haitafanya kazi katika jina la Yesu Kristo.
Ukikaa kwenye nyumba ambayo wamezindika, nataka nikwambie yale mazindiko hayatafanya kazi katika jina la Yesu. Maana sanduku la agano, Mungu wa kweli uliombeba, yeye anatawala, anaabudiwa na ananyamazisha utawala wote. Akiwepo Yesu, mambo yote yananyamaza kimya. Haleluya. Unacheza na huyu Mungu anayetawala hata hali ya hewa. Bahari ilikuwa ni feki, akanyanyuka akaiambia bahari tulia, bahari ikatulia. Kama unaniamini sema amen. Akafika wakati akamkuta mtu aliye kiwete, akamwambia nyanyuka, utawala wa magonjwa unaondoka katika jina la Yesu. Ule utawala uliowekwa kwako ili ukutese, nasema unaharibiwa kwa sababu umembeba Yesu. Yesu ni mambo yote katika yote. Ukimpata Yesu umepata vyote. Kama unaniamini sema amen. Kama unanielewa sema amen. Utawala ule ukaharibika, kichwa kikaanguka. Lakini ya kuishia kichwa, na mikono nayo pia ikavunjika. Sema mikono ya Dagoni ikavunjika. Ukimbeba Mungu wa kweli, utendaji wa kipepo, utendaji wa kichawi, nasema utaharibika kwa jina la Yesu. Nasema utaharibika kwa jina la Yesu. Hakitachukuliwa kitu, hakitaharibika kitu, maana akileta mkono wake unavunjika. Usiogope, Mungu wetu anaishi. Usiogope, Mungu wetu yuko hai. Utendaji wa kipepo unaharibiwa. Hakuna kitu kitakachoweza kuingia, hakuna kitakachoweza kukugusa, kiwe kimetumwa kutoka kuzimu au kutoka peponi au kutoka wapi au kutoka kilingeni, havitafanikiwa kwa jina la Yesu. Wakijaribu kuingiza mkono kukugusa, mikono yao itakatika. Natamka mikono ya wachawi ikatike kwa jina la Yesu. Nasema ikatike kwa jina la Yesu. Washindwe kushika umbo kwa jina la Yesu. Waliokutesa wakatike kwa jina la Yesu. Kazi zao ziharibike kwa jina la Yesu. Ninaachia moto wa jina la Yesu. Mikono yao ikatike kwa jina la Yesu. Natangaza tangu leo, ili ustawi mbele ya adui zako, mikono yao inakatika katika jina la Yesu. Utawala wao unaanguka kwa jina la Yesu. Nimekwambia ni mwaka wa kustawi mbele ya adui zetu. Kama unanielewa sema amen. Na kabla ya kustawi, haleluya, kabla ya kustawi lazima yule adui afungwe kwanza. Tunafunga mamlaka yake ya utawala kwa jina la Yesu. Tunafunga utawala wake wa utendaji kwa jina la Yesu. Halafu tutatawala, tutamiliki, tutasawi kwa jina la Yesu. Unamiliki kwa jina la Yesu. Unamiliki kwa jina la Yesu. Unastawi kwa jina la Yesu. Unaneemeka kwa jina la Yesu. Unaongezeka kwa jina la Yesu. Waliokombolewa waseme amen. Wamchao Bwana waseme amen. Mungu tulionaye anatupeleka viwango vingine. Kazi za adui zimeparalyze. Sema kazi za adui zimeparalyze. Sema kazi za wachawi zimeparalyze. Sema kazi za mapepo zimeparalyze. Sema kazi za majini zimeparalyze. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Hawakuwezi kokote, maana tunaye Mungu wa kweli aliye hai. Kama unanielewa mpigie Bwana Yesu makofi. Wewe niambie, mikono ikatwe, kichwa kikatwe, kuna kitu kinaendelea hapo? Na ndio maana makusudi kabisa. Na ngoja nikwambie, hiki kilichofanyika, huyu bahari sio kibwengo. Unajua kuna vibwengo, kuna mauzauza mazingaungo fulani. Huyu ni moja kati ya wakuu na majemedari wa serikali ya kuzimu. Bwana akaamua kumpiga. Majemedari wa kuzimu wanapigwa kwa jina la Yesu. Wanapigwa kwa jina la Yesu. Wanapigwa kwa jina la Yesu. Kata
karaboshe. Nasema wanapigwa kwa jina la Yesu, maana tumembeba Mungu wa kweli aliye hai. Nasema wapigwe kwa jina la Yesu. Nasema wapigwe kwa jina la Yesu. Wapigwe nyumbani kwako, wapigwe kazini kwako, wapigwe njiani, wapigwe kanisani, wapigwe kwa wazazi wako, wapigwe kwa watoto wako. Natamka ushindi kwa jina la Yesu. Natamka uweza kwa jina la Yesu. Yesu anaweza. Kama jemedari wa kuzimu, serikali ya kuzimu amepigwa, hakuna atakayesalia, hakuna mchawi, maana mchawi anatumwa na serikali ya kuzimu. Kama yule bwana mkubwa amepigwa, hakuna kinachosalia. Nasema tumembeba Mungu wa kweli aliye hai. Nikupe tu kwa kifupi, sio vya muhimu sana kufahamu. Wako majemedari 6 wa kuzimu, majemedari 6. Na ni kwa nini ni 6? Mungu wetu yupo katika namba 7 katika hali ya ukamilifu. Kama unanielewa sema amen. Lakini kuzimu ina majemedari 6. Kwa nini sio 7? 7 ni namba ya Mungu ya ukamilifu. Jamani, haleluya. Kwa hiyo hao majemedari ni hao wa serikali ya kuzimu, na huyu Bahali ni mmoja wao katika hiyo serikali. Alikatwa mikono, akakatwa kichwa. Nataka uwafahamu hao majemedari. Wa kwanza anaitwa Lusifuge Rofokale. Lusifuge Rofokale. Wa pili anaitwa Satanachia. Huyu Lusifuge Rofokale ni waziri mkuu wa serikali ya kuzimu. Ninakupa ili ufahamu kile Mungu amefanya. Anaonyesha yuko hai, anaipiga serikali ya kuzimu. Nasema serikali ya kuzimu ilipigwa, kwa sanduku la agano lilipigwa. Kwa hiyo Lusifuge Rofokale ni waziri mkuu wa serikali ya kuzimu, serikali ya kishetani. Lakini Satanachia ni amiri jeshi mkuu au commander in chief. Satanachia ni amiri jeshi mkuu au commander in chief. Hawa wachawi hawezi kutaja, maana ni mabosi wao, lakini mimi nawataja wala siwaogopi, maana nimembeba Mungu wa kweli. Na wewe wataje wala usiwaogope. Tunapowapiga tunawajua. Nasema tunapowapiga tunawajua. Apigwe Lusifuge na Rofokale kwa jina la Yesu. Haleluya. Tunaipiga serikali ya kuzimu. Lazima tuachiwe, lazima tutoke, lazima tuchomoke, lazima tustawi kwa jina la Yesu aliye hai. Kwa hiyo wafahamu Lusifuge Rofokale kule wanamuita waziri mkuu, lakini kwetu ni takataka tu, ni takataka. Sio waziri mkuu wako, ni waziri mkuu wa kuzimu, waliokufa katika dhambi. Wewe uliye hai katika Kristo, huyu hakuhusu, na ndio maana hata Biblia haijamuandika. Nataka nikwambie hana lolote la kukushinda. Tunaye Mungu wa kweli aliye hai, Bwana wa mabwana, Jehova Nisu, Jehova Rafa. Kama unanielewa sema amen. Kuzimu inajua yuko Mungu wa kweli tunayemwabudu mahali hapa. Mapepo wanajua. Nasema wote wapigwe kwa jina la Yesu. Nasema wapigwe kwa jina la Yesu. Wadondoke kwa jina la Yesu. Wakatike kwa jina la Yesu. Wang'oke kwa jina la Yesu. Ni waziri mkuu wa huko kuzimu, anaitwa Lusifuge Rofokale, lakini ni serikali. Satanachia yeye ni amiri jeshi mkuu, kushambulia, kuleta madhara, anaitwa Satanachia, amiri jeshi mkuu au commander in chief. Agaliaret ni kamanda wa majeshi, anapokea amri kutoka kwa amiri jeshi. Agaliaret huyu ni kamanda wa majeshi. Mwingine anaitwa Fleuret ni luteni generali wa serikali ya kuzimu. Fleuret, luteni generali wa serikali ya kuzimu. Namba 5 ni Sarigatanas, yeye ni brigadia meja wa serikali ya kuzimu.
Sargatanas ni brigadia meja wa serikali ya kuzimu. Nebiros ni jemedari mkuu au inspector general. Namba 6 ni Nebiros. Sasa huyu bahari ni wasaidizi wa waziri mkuu. Kuna bahari, kuna Agaresi, kuna Marbas, wasaidizi wa waziri mkuu. Bahari, Agaresi na Marbas. Sasa bahari amekatika mikono kwa jina la Yesu. Ofisi ya kiongozi mkuu wa serikali aliyetumwa kuwadanganya watu, kuwapotosha watu wamwabudu yeye badala ya Mungu wa kweli, wamepigwa kwa jina la Yesu. Nasema wamepigwa kwa jina la Yesu. Kwa hiyo kilichofanyika, ndio maana nimekupitisha hii huku ili uweze kuelewa kuna kitu ambacho kimefanyika. Mpaka wanaweka amri au katazo kwamba hatutakanyaga kizingiti, maana Mungu wao amekufa. Mungu wetu nasema yu hai. Mungu wetu walipomkata, walipompiga wakazani watamalizika, akanyanyuka tena kutoka kwa wafu akiwa na nguvu na ushindi mwingi. Huyo ni Bwana Yesu. Nasema yuko hai. Mitume wako makaburini na mifupa yao ipo. Manabii wako makaburini na mifupa yao ipo. Lakini Mungu wetu yu hai. Amefufuka. Tunamwabudu Mungu aliye wa kweli na aliye hai. Mungu wetu sio hayati wala sio marehemu. Kama unanielewa sema amen, amen, amen. Hatuombi aliyekufa. Mungu wetu ni hai. Na walipomkata ndio wakaleta ukombozi. Yaani walimkata akajiunganisha mwenyewe. Jamani, haleluya. Walipomchoma damu ilipotoka, sasa huyu anadondoka, hana lolote la kuwasaidia. Mungu wetu ni msaada wetu. Kwa sanduku la agano lilikuwa limetengenezwa kwa namna ya kifuniko chake au sehemu yake ile ya juu ya sanduku la mbao ambalo lilikuwa limewekewa dhahabu. Lilikuwa ni nzuri sana. Na kilikuwa ni chombo kitakatifu sana kwa dini ya Kiyahudi. Lakini Walawi walilibeba ili sanduku la agano mabegani. Sanduku la agano maana yake walimbeba Mungu wakati wanaenda vitani. Unapokabili vita yako, nasema mbebe Bwana wa majeshi. Nasema mbebe Bwana wa majeshi. Kwenye ile tabu unayopitia, mbebe Bwana wa majeshi, utakuwa salama kwa jina la Yesu. Vita ni mambo ya duniani. Kwa hiyo unapokabili vita yako, iwe kwenye ndoa, iwe kwenye jamii, hakikisha umembeba Mungu wa kweli aliye hai. Usimwache. Kwa hiyo katika vita ya kwanza katika nchi ya Kanaani, walichukua Walawi na kuzunguka na lile sanduku ule mji ambao walikuwa wanataka kuuteka wakiwa wamebeba sanduku la agano. Ukisoma Yoshua sura ya 6 utaona walipokuwa wanaenda vitani. Yoshua sura ya 6 mstari wa 1 hadi wa 5 utaona walibeba sanduku la agano walipokuwa katika vita ya kwanza nchini Kanaani. Walilichukua makuhani wakazunguka nalo. Na wewe ni uzao mteule, uzao wa kifalme, ukuhani mtakatifu mbele za Mungu, upate kuzitangaza fadhili za Bwana. Beba uwepo wa Bwana kwenye vita yako. Kwa hiyo baada ya karne kadhaa kupita na kulipeleka vitani dhidi ya Wafilisti, baada ya karne kadhaa Waisraeli walichukua sanduku la agano tena na kulipeleka vitani dhidi ya Wafilisti. Lakini wakati huu hawakufanya sawasawa na maagizo ya Mungu. Ukisoma Samueli wa kwanza sura ya 4 mstari wa 3 hadi wa 4, sio sawa na maagizo ya Mungu. Samueli wa kwanza sura ya 4 mstari wa 3 hadi wa 4 haikuwa maagizo ya Mungu. Lakini baada ya karne kupita, karne kadhaa wakafanya hivyo, ndipo likatekwa, likachukuliwa. Lilipochukuliwa, mapigo makali yakaanza kuwapata Wafilisti. Kwa hiyo
walipokuwa wanaingia, usimbebe Mungu kimazoea. Kwa hiyo baada ya muda fulani kupita, karne kadhaa, wakawa wanafanya kwa mazoea. Mungu hajaagiza. Mungu akikuagiza fanya. Ila wakati huu wakaenda nalo vitani, sio kwa maagizo ya Bwana. Kasome Samueli hiyo ya kwanza sura ya 4 mstari wa 3 hadi wa 4, utaona sio kwa maagizo ya Bwana. Wakabeba, likaenda likakamatwa, likachukuliwa. Wafilisti wakapigwa mapigo makali, wakaona tulirudishe lisije likatutesa, lisije likatudhuru Mungu wetu, lisije likatuharibu, lisije likatuletea hii shida tunayoipata, lisije likatufedhesha. Wakalirudisha. Na kwambia waliokuchukua, waliokuiba, waliochukua vitu vyako katika ulimwengu wa roho, wanavirudisha kwa jina la Yesu. Wanavirudisha kwa jina la Yesu. Hata wewe tunaachia mapigo kwa jina la Yesu. Tunaachia mapigo kwa jina la Yesu. Waliochukua akili, nasema wapigwe, kwa sababu wamebeba akili ambayo ina Mungu. Nasema wapigwe kwa jina la Yesu. Waharibiwe kwa jina la Yesu. Wafedheshwe kwa jina la Yesu. Katika jina la Yesu Kristo, nasema waliochukua warudishe kwa jina la Yesu. Wakaona tumechukua hii kitu ya Waisraeli, turudishe. Waliochukua vyako watavirudisha wenyewe kwa jina la Yesu. Leo tunaamuru warudishe kwa jina la Yesu. Sema rudisha. Sema rudisha. Katika jina la Yesu vinarudishwa. Haleluya. Wakapigwa kwa tunapedheka, wakalirudisha. Tena wakurudi wenyewe. Wakajaribu kuuliza, hivi tunalirudishaje hili sanduku la agano? Wakaona jinsi ya kulirudisha. Jamani, tafuteni ng'ombe, mlipakie, halafu msogee nalo mpaka pale karibu. Wakasogea, wanaangalia yule, na ng'ombe walikuwa na adabu. Unajua hata mnyama akimbeba Mungu, huyo mnyama anakuwa na adabu. Hata mnyama akikatazwa na Mungu, huyo mnyama anakuwa na adabu. Kwa hiyo ng'ombe unafahamu fujo zao. Lakini walipolibeba sanduku la agano, wakanyosha taratibu, wamembeba Mungu taratibu. Nataka nikwambie, Mungu wa mbinguni anajitetea, hatetewi. Anajipigania, hapiganiwi. Ndio maana anasema nitawapigania, mtanyamaza kimya. Wakapeleka mpaka likarudi. Tena hawakupeleka hivi, walipeleka na sadaka. Nenda kasome sadaka kwa miji ile mitano yote niliyokuambia Wafilisti. Wakapeleka, kwa sababu alikuwa, tumesoma maandiko, alipopelekwa Ashdodi wakapigwa Ashdodi, ilipopelekwa Ekron wakapigwa, ilipopelekwa wakaona jamani, wakapiga kelele liondoke. Halikwenda hivi. Nataka nikwambie, waliovichukua tutaondoka na vya kwao. Nasema tutaondoka na vya kwao. Utumwa waliotutumikisha imetosha. Sema imetosha. Na tutoki hivi, tunaondoka na vya kwao kwa jina la Yesu. Tunaondoka na vya kwao kwa jina la Yesu. Nataka nikupe mfano. Wana wa Israeli kule Misri walitoka hivi. Walibeba na dhahabu na uvumba na manemane na vitu vya thamani kutoka Misri. Waliokuchukua, waliokutumikisha, kwa kuwa umembeba Mungu wa kweli, unachomoka na vya kwao. Nasema unachomoka na vya kwao. Kama unaamini piga kelele, sema Yesu. Sema Yesu. Unaweza na kuamini. Haleluya. Hawakuchomoka hivi. Kwa hiyo na hili sanduku la agano halikuondoka hivi, likabeba. Wakasema tuweke na sadaka ili tusipigwe. Wakaweka dhahabu. Wakazitengeneza kwa namna ya majipu. Soma Biblia. Wakatengeneza dhahabu, ikatengenezwa kwa namna ya jipu. Kama walipigwa kwa majipu makubwa, unadhani hiyo dhahabu ilikuwa ni ndogo? Na nina uhakika Mungu hakuwapiga kidogo. Maana kipigo cha Mungu ni kipigo cha ukweli. Kwa hiyo majipu yalikuwa ni jipu utadhani nundu. Wakaweka dhahabu kama manundu makubwa, wakaweka kama sadaka yao. Nataka nikwambie hivi, wanapokuachia lazima tutoke na vya kwao kwa jina la Yesu. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo
Hata Waisraeli wenyewe walipolichungulia lile sanduku la agano ndani, sanduku la agano walipochungulia ndani, Mungu aliwapiga kwa kuwaua. Yaani alikuwa halitakiwa hata kuchunguliwa ndani. Kwa nini? Usimtendee Mungu wako kama kitu cha kawaida. Waisraeli wenyewe walipigwa. Unajua siku za leo kwenye wakati wa neema tunamchukulia Mungu poa. Tunamchukulia Mungu kawaida sana. Lakini alipojifunua katika namna yake ya uungu, ilikuwa inatisha. Kwa hiyo waliochungulia mule ndani walipigwa, wakauawa, wakafa na Mungu mwenyewe. Lakini pia walipokuwa wanaangalia kule ndani, walikuwa wanachunguza hivi huko ndani inawezekana kuna kitu cha uchawi humo. Wakadhani kwamba kuna mambo ambayo ni ya kishirikina. Mungu akawapiga. Mungu wetu hachanganywi na ushirikina. Mungu wetu hachanganywi na mafuta ya upako wala maji ya upako wala chumvi ya upako. Anajitegemea. Kwa hiyo na Mungu alitaka waheshimu, walitaka apokee adhama yake, apokee sifa, apokee uhusiano wao na Mungu katika namna ya kumhofu. Ndio maana akawapiga. Nataka nikwambie, ni kwa neema tu siku za leo hatupigwi, lakini tumembeba Mungu wa kweli anayeturehemu. Usichukulie hii rehema kawaida. Nasema mheshimu Mungu, tembea na Mungu kwa adhama, tembea na Mungu kwa hofu, maana Mungu wetu yuko hai, anatisha, anajitetea. Haleluya. Wakapigwa. Kwa hiyo sanduku la agano likaa miaka 20 katika nyumba ya mwenyeji mmoja. Baada ya kuondoka huko, wakaona likaenda likakaa kwa mwenyeji mmoja anaitwa Kiriathi Yearimu. Ukisoma Samueli wa kwanza sura ya 6 mstari wa 21 utaona. Samueli wa kwanza sura ya 6 mstari wa 21 hadi sura ya 7 mstari wa 2 utaona sanduku lilikaa kwa miaka 20 katika nyumba ya mwenyeji mmoja, mtu wa kawaida kabisa katika mji wa Kiriathi Yearimu. Mfalme Daudi alipokwisha kuteka mji wa Yerusalemu, akalichukua sanduku la agano, akalipeleka huko, akaliweka katika hekalu, katika hema. Lakini kabla ya kuliweka, Daudi naye alikosea. Akaenda kumbeba Mungu. Unajua sanduku la agano lilikuwa ni ishara ya Mungu wa kweli. Kwa hiyo Daudi naye alipoenda kulifuata, akaona hivi kwa miaka 20 limekaa hapo. Lilifikaje? Lilifika walipakia kwenye ng'ombe. Sawa. Na yeye akaenda akachukua hivyo akaweka kwenye ng'ombe. Na watu wakakaa pembeni. Kumbuka wakati ule natoka kwa Wafilisti, lilikuwa halina watu pembeni, watu wanaliangalia kwa mbali. Maana wamepigwa kwa majipu, nani anataka likaribie? Wanaangalia kwa mbali. Mwanangu, cheki. Zamani nilikuwa nasema cheki noma. Yaani angalia kama kuna hatari yoyote. Cheki mwanangu, kuna kitu. Kwa hiyo kuna cheki kwa mbali. Sanduku hilo linaenda Wafilisti. Linaenda mpaka likafika. Likaenda kufika kwa huyo mwenyeji, likakaa kwa miaka 20. Lakini wakati linaondoka kwa mwenyeji, Daudi ameshateka sasa Yerusalemu, akaona hivi sanduku la agano liko wapi? Uwepo wa Mungu uko sehemu fulani, tukaubebe tuulete. Akaona hivi Wafilisti walibeba kwa kutumia ng'ombe. Naye akatafuta ng'ombe akaweka, likabeba. Wakati ng'ombe wako peke yake, basi lilifika. Ila wakati huu ng'ombe iko na watu pembeni, sijui lilitoka wapi, sijui lilifanya nini. Ile sanduku likafanya likataka lidondoke. Mtu mmoja akaona linadondoka, tulishike. Kosa. Akakauka pale kama pigwa na shati. Mungu wetu atetewe, anajitetea. Akafa. Watu wakaona hayo imeshakuwa shida. Hii ni hatari. Kwanza ndio kulipeleka tena, nani aguse hapo? Tusitishe kwanza safari hapo. Yaani pale palipoishia inawezekana ndio alishia pale kwamba ngoja tukajipange kwanza. Twende tukazike huyu mtu wetu kwanza. Wakaenda kuzika mtu wao. Alichokuwa anataka Mungu hataki kubebwa kwa mazoea. Mungu hataki kubebwa kwa kawaida za mataifa.
kwamba wewe umeokoka. Inawezekana ukawa umeokoka lakini bado unafanya kazi ya kudanga. Tunakataa kwa jina la Yesu. Hatumbebi Mungu katika namna ya uchafu, tunambeba Mungu katika namna ya usafi. Kama unanielewa sema amen. Wakambeba kama Wafilisti walivyombeba. Mungu wetu hatumbebi kama mataifa walivyombeba. Kuna namna tunambeba sisi watu tuliookoka, ni tofauti na mataifa. Kama unanielewa sema amen. Mungu hakufurahishwa akaamua wakumbushe kwa kuwaumiza. Wakaona ngoja tukajipanga. Wakati huo wakaenda kujipanga. Wakaona ngoja. Wakatengeneza kwa lile kosa, wakakaa miezi mitatu. Miezi mingapi jamani? Wanafikiria hivi inakuwaje? Ukisoma Samueli wa pili sura ya 6. Miezi mitatu anakaa. Samueli wa pili sura ya 6 mstari wa 14 hadi wa 19. Baada ya miezi mitatu wanatambua kosa lao walilofanya, na wanafanya kila jambo jinsi lilivyotakiwa. Samueli sura ya pili, Samueli wa pili sura ya 6 mstari wa 14 hadi wa 19. Wanaenda kulibeba kwa furaha kubwa sana. Wanalileta sanduku la agano Yerusalemu baada ya kufuata taratibu na kuliweka katika hema lililokuwa limewekwa mahususi tayari kwa ajili ya jambo hilo. Likapelekwa, likafika, likakaa, likatulia mahali pale kwenye hema. Kama unanielewa sema amen. Kama unanielewa sema amen. Mungu wetu ukibeba katika utaratibu unaotakiwa, hana madhara, anazo baraka. Haleluya. Akakaa kwenye hema mpaka Daudi ikafika wakati anataka ajenge sasa hekalu. Mungu akamwambia, Daudi umemwaga sana damu, hautajenga wewe, atajenga Sulemani. Akajenga Sulemani, halafu Sulemani akalichukua lile sanduku la agano, akaenda kuliweka mahali katika hekalu lile la Sulemani, mahali panaitwa patakatifu pa patakatifu. Kama unanielewa sema amen. Likakaa mule, na ndipo ibada zikawa zinaendelea. Makuhani wakitaka kufanya ibada wanaingia mule ndani kwenye mahali patakatifu patakatifu. Anafungwa kamba, kama akiwa na dhambi anaenda anafia kule kule. Kwa hiyo wanamtoa kwa kuvuta, maana atakayeingia naye atakufa. Bwana tusaidie sana. Na uwepo wa Mungu kwamba umeshuka katika eneo lile au katika sanduku la agano. Alikuwa kuna mwanga fulani. Ule mwanga ulikuwa unaitwa Shekinah glory. Wote tuseme Shekinah glory. Maana yake utukufu wa Mungu umeshuka katika sanduku la agano. Kama unanielewa sema amen. Kwa hiyo namna walikuwa wanakaribia katika namna ya hofu. Na mtu kama amefanya dhambi basi anafia huko na haingii kwenda kuchukuliwa. Wamemfunga kamba kwenye miguu, anaingia. Kwa hiyo shughuli za ibada zikawa zinaendelea kwenye lile hekalu la Sulemani kwa namna hiyo. Wakiona wakivuta, asipovuta naye wanajua ameshakufa huyu, ameingia ndani na dhambi. Wanavuta, wanatoa. Alipokuja Yesu, sema alipokuja Yesu, akaondoa ule utisho, akatukaribia kwa namna ya kibinadamu. Sanduku lile la agano lilikuja aidha likachukuliwa na likapelekwa Babeli au lilifanywa nini mahali pengine, hatujui habari juu ya sanduku. Lakini alipokuja Yesu, huyu Yesu, pazia la hekalu likapasuka, patakatifu pakawa wazi, kila mmoja anaweza kumsogelea. Jamani, hii ni neema ya Bwana. Jamani, hii ni upendo wa Mungu aliye wa kweli. Kama unanielewa sema amen. Mungu wa kweli akasogelea kwa namna hiyo. Na sanduku la agano, usiniulize mchungaji, hivi liko wapi sasa? Mbona kama story inaishia katikati? Mimi mwenyewe sijui. Msichanganyane. Na hata mwalimu wangu aliyenifundisha hajaniambia liko wapi. Kama unanielewa sema amen. Kwa hiyo kuna vitu katika agano la kale, nikupe mfano, Mungu aliamua kuvificha visijulikane viko wapi. Maana amekuja Yesu, Mungu wa kweli, yeye aabudiwe katika roho na kweli, sio kwenye vitu. Haleluya. Na ndio maana kuna vitu viwili nikupe leo vitakusaidia. Vimefichwa tujui vilipo. Ila vingejulikana vilipo vingeabudiwa. Cha kwanza ni Musa kaburi lake lingejulikana amezikwa wapi, basi watu wangekwenda wakamwabudu.
na ugomvi kati ya shetani na malaika za Bwana, sio shetani na Mungu. Shetani hawezi pigana na Mungu. Shetani ni kiumbe kidogo sana kwa Mungu, na Mungu alimjua tangu mwanzo, na ndio maana Mungu alimuita Lucifer. Wale wanaokuja kwenye kipindi cha kujifunza Biblia siku ya Jumatano wanafahamu siri hii. Mungu anasema nilikujua tangu mwanzo, uovu ulikuwepo ndani yako. Mungu akamjua. Hata jina aliyompa hakumpa jina lenye asili ya uungu. Na ndio maana kama malaika mkuu wako watatu, kuna Mikaeli, kuna Gabrieli na kuna Lucifer. Mikaeli mwisho inaishia na Eli, maana yake asili ya Mungu ipo. Gabrieli maana yake Eli, asili ya Mungu ipo. Lakini Lucifer, Mungu alijua huyu hana asili ya Mungu. Nataka nikwambie, usimfananisha shetani akapigana na Mungu. Hiyo kitu haijawahi kutokea. Walipigana malaika kwa malaika. Mungu wetu halinganishwi, hafananishwi, ashindani na kiumbe. Kama unanielewa sema amen. Kwa hiyo kwa jinsi hiyo, sanduku la agano halijulikani lilipo pia, ukiondoa habari ya Musa. Na walipokuwa wanabishana malaika Mikaeli na shetani Lucifer kwa habari ya mwili unazikwa wapi, alikuwa anataka ajue ili pafanywe kuwa kituo cha kuabudu mizimu, kituo cha ibada za kishetani, wakitumia kwamba hapa ndipo ambapo alizikwa Musa, ambaye alionana na Mungu, ambaye alifanya mambo makubwa, ambaye aabudiwe yeye. Ndio maana kaburi la Musa halijulikani, ili aabudiwe Mungu wa kweli aliye hai. Haleluya. Kwa hiyo kaburi halijulikani, sanduku la agano halijulikani. Usiniulize, usinichoshe, nisikuchoshe. Tumtafute Mungu wa kweli, twende mbinguni. Haleluya. Kwa hiyo haijulikani, ila tunalo sanduku la agano ndani ya mioyo yetu. Tumebeba uwepo wa Mungu kwa Roho wake Mtakatifu, kwa uweza wake, kwa kumpokea Yesu, kwa kuchazwa na nguvu zake. Nasema tunalo sanduku la agano. Tunaposogelea wachawi wanaanguka, mamlaka yao hayana kazi, utendaji wao unaharibika, maana tumembeba Mungu wa kweli aliye hai. Kama unanielewa sema amen. Sanduku la agano liko moyoni mwako sasa, na sio lile la mbao. Sanduku la agano ni uwepo wa Mungu. Uwepo wa Mungu, Mungu katika Roho Mtakatifu anaishi ndani yetu. Mungu katika Yesu Kristo anaishi ndani yetu. Mungu Baba anaishi ndani yetu. Huo ni uwepo wa Bwana, na ndio maana atakayetushika anaharibiwa. Kwa nini? Amesogezwa kwenye uwepo wa Mungu wa kweli aliye hai. Nasema wachawi hawatuwezi kwa jina la Yesu. Nasema mizimu haituwezi kwa jina la Yesu. Nasema ushirikina hautuwezi kwa jina la Yesu. Unakatika kichwa kwa jina la Yesu. Unakatika mikono kwa jina la Yesu. Maana tumembeba Mungu wa kweli aliye hai. Kama unanielewa sema amen. Kama unanielewa sema amen. Mwambie jirani yako sitishiki, siogopi, sibabaiki, ninaye Mungu wa kweli aliye hai. Haleluya. Haleluya. Okay. Tuangalie kweli za kujifunza. Tunajifunza nini? Kweli za kujifunza. Baada ya kupitisha kwenye kisa na story hii yote, nini unapaswa kujifunza? Inawezekana ukupata cha kuandika. Nikusaidie cha kuandika kitakachokuweza kusaidia kubadilika. Within the story, ndani ya hii habari, what we learned, tunajifunza nini? Tunachojifunza, jambo la kwanza, Mungu ni mtakatifu anayetutetea na kutulinda kikamilifu milele. Ninarudia tena, Mungu ni mtakatifu anayetutetea na kutulinda kikamilifu milele. Huyu Mungu niliyemsema, Mungu wa kweli, Mungu wangu aliye hai, anatulinda na kututetea kikamilifu. Sio siku mbili tatu, anatulinda na kututetea milele yote. Haleluya. Kwa hiyo Mungu ni mtakatifu anayekutetea na kutulinda kikamilifu milele. Jambo la pili, Mungu anawapiga adui zetu na ushindi ni haki yetu
tukifuata maagizo yake daima. Jambo la pili la kujifunza, Mungu anawapiga adui zetu na ushindi ni haki yetu tukifuata maagizo yake daima. Yaani tukifuata maagizo yake daima, ushindi ni haki yetu. Adui atapigwa kwa jina la Yesu na kukumbusha fuata maagizo ya Bwana. Jambo la pili, Mungu anawapiga adui zetu na ushindi ni haki yetu tukifuata maagizo yake daima. Jambo la tatu na la mwisho, Mungu wetu anajitetea mwenyewe na hakuna kama yeye. Mungu wetu anajitetea mwenyewe, hakuna kama yeye. Huyu ni Mungu wa kweli aliye hai, ni wa milele, lakini pia anatupigania, lakini pia yeye ni Mungu, hakuna kama yeye. Kama unanielewa sema amen. Kama unanielewa sema amen. Na ndio maana kuna nyimbo zinagusa mioyo. Haleluya. Ukijaribu kuimba wimbo huu utaona jinsi unavyogusa moyo wako. Nikufananishe na nini Bwana? Nikufananishe na nini Bwana? Oh. Nikufananishe na nini Bwana? Na kumbe wewe haufananishi. Nikufananishe na nini nikufananishe Bwana, nikufananishe na kumbe wengine wasema umefanana naye Musa, wengine wasema umefanana na Elia, wengine wasema umefanana na Yeshua, na kumbe wewe haufananishwi. Nikufananishe Bwana, nikufananishe Bwana, nikufananishe na kumbe wewe. Walipomfananisha na Dagoni alikiona cha moto. Sema alikiona cha moto. Walipomfananisha na sanamu zilikiona cha moto. Walipochungulia ndani ya sanduku wafananisha na uchawi ulikiona cha moto. Mungu wetu afananishwe jamani. Anaweza yote. Ni mtetezi wetu, ni wa milele. Kama unanielewa mpigie Bwana Yesu makofi. Simama mshukuru Bwana. Simama mshukuru Bwana kwa kinywa chako sasa. Mshukuru Bwana. Mshukuru Bwana kwa kuwa na Mungu aliye wa kweli. Mshukuru Bwana kwa kuwa na Mungu aliye